KTN. Naye waziri wa utalii na wanyamapori Rebecca Miano amefika mbele ya kamati ya maombi ya umma kujibu maswali kuhusu suluhu ya mzozo kati ya wanyamapori na binadamu katika kaunti ya Kajiado. Akifika mbele ya kamati hiyo, Miano alikabiliwa na maswali magumu kuhusu ucheleweshwaji wa majibu, huku akisisitiza zaidi taarifa kuhusu washukiwa wanne waliokamatwa na uchunguzi unaoendelea wa mashirika mbalimbali kuhusu uwezekano wa sumu kuhusika katika vifo vya ndovu. Aidha, Miano alieleza kukamatwa kwa washukiwa hao na kupatikana kwa vielelezo pekee hakuthibitishi moja kwa moja kuwapo kwa hatia ya jinai. Fatma Chidagaya na taarifa hii. There are like 3 different facilities in Wajir. Wito wa uwajibikaji umefika bungeni hii leo, huku waziri wa utalii na wanyamapori Rebecca Miano akikabiliwa na maswali makali kutoka kwa wabunge kuhusu vifo vya kutisha vya tembo katika mfumo wa ekolojia wa Amboseli. Ili kuelewa uzito wa maswali yaliyoulizwa leo, ni muhimu kuangalia hali ilivyo katika eneo hili. Ugonjwa wa kutatanisha tayari umeua takriban tembo 18 hapa tangu mwezi Juni na kuwaacha wanyama hao wakiwa wamepooza na wakihangaika kupumua. Alipobanwa kutoa majibu ya moja kwa moja, waziri Miano hakuwa na taarifa mpya za kutosha, akirejelea zaidi taarifa yake awali kwamba timu ya mashirika mbalimbali imewakamata washukiwa wanne wanaochukuliwa kuwa watu wa kutiliwa shaka kufuatia misako iliyofanywa Tikondo na Kimana. Although the investigations remain active, the arrest of the persons of interest and the recovery of exhibits do not in themselves show conclusive reasons or criminal culpability. Mamlaka zinasema matukio ya awali ya vipimo vya maabara yanaashiria kuwepo kwa sumu, huku uchunguzi ukilenga kubaini iwapo kemikali za kilimo zisizo na lebo au tomato zilizochafuliwa na dawa za kuulia wadudu na kutumiwa isivyofaa karibu na makazi ya wanyamapori ndizo zilizosababisha mkasa huo. We acknowledged the communities living around Amboseli for their vigilance. They've given us very good leads, but for now, Chair, just to seek your indulgence that we give time for the investigations to continue. Hata hivyo, huku wizara ikiomba muda zaidi na kutambua uangalifu wa jamii za eneo hilo, wahifadhi wa wanyamapori wanaonya kwamba janga hili ni sehemu ya tatizo kubwa zaidi linaloendelea kuangamiza wanyamapori. Fatma Chidagaya, KTN. Na mtazamaji, kwa taarifa yake Fatma Chidagaya, utaniruhusu nipate pumziko fupi. Tukirejea ni moja kwa moja kwake Hassan Juma, jamaa la Manchester, kutupashe kulikoni katika viwanja mbalimbali. Unamuona pale studio yetu pale atakuwa na kupasha. Nafikiri bado anashauriana kuhusiana usajili Manchester United. Baada tu pumziko fupi.